Leo natamani nikufundishe namna ya kuishi baada ya kuokoka. Kwa ufupi sana, namna ya kuishi baada ya kuokoka. Kuna maisha baada ya wokovu. Haleluya. Wako watu wengi ambao waliokoka, lakini hawakufundishwa ni jinsi gani wanapaswa kuishi baada ya kuokoka. Hawakufundishwa ni jinsi gani wanapaswa kutembea baada ya kuokoka. Hawakufundishwa ni jinsi gani wanapaswa kuvaa baada ya kuokoka. Hawakufundishwa jinsi gani wanapaswa kuenenda, tabia, matendo, misemo baada ya kuokoka. Haleluya. Tumekuwa na makanisa mengi ambayo ukishaokoka basi wanakuacha ukajitafutie mwenyewe. Kwa sasa umempokea Yesu, si ndio? Aya, nenda kajitafutie. Hawana muda wa kumfundisha huyu aliyeokoka ni jinsi gani unapaswa kuishi baada ya wewe kuokoka. Halo, makanisa mengi siku hizi yamekuwa ni ajenda za watu. Ukishaokoka wanakuweka hapo, anza kuimba, anza kutoa zaka, fungu la 10. Wanasahau ya kwamba zaidi ya zaka, zaidi ya kuimba, zaidi ya kuwa sijui shemasi, mtu huyu anapaswa atengenezwe awe Mkristo kamili. Mafundisho ya namna ya kuishi baada ya kuokoka. Ukisoma kitabu cha Wakorinto sura ya 5 mstari wa 17 inasema, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, na ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Ukisoma andiko hili lina tafsiri ya kwamba mtu akiwa kiumbe kipya amekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, si ndio? Ni tafsiri ya kwamba ulipokuwa duniani ulikuwa kiumbe kingine, na unapokuja kwa Yesu unakuwa kiumbe kingine. Ulipokuwa duniani ulikuwa mtu mwingine, na unapokuja kwa Yesu unakuwa mtu mwingine, si ndio? Ni tafsiri ya kwamba tabia za duniani haupaswi kuja nazo kwa Yesu. So tabia za duniani manake zinakuwa mpya ukija kwa Yesu. Mienendo duniani inakuwa mipya ukija kwa Yesu. Misemo duniani inakuwa misemo mipya ukija kwa Yesu. Kila kitu cha duniani ukishabadilika vinabadilika na vyenyewe. Hakuna uwezekano ukasema nimeokoka, nimeanza kutembea na Mungu kama tabia ulizokuwa nazo duniani bado upo nazo kwenye wokovu, kama mienendo uliokuwa nayo duniani upo nayo kwenye wokovu. So ukiokoka unakuwa kiumbe kipya, na ya kale yanapita yanakuwa mapya. Tabia ya kale inapita inakuwa mapya. Mavazi ya kale yanapita yanakuwa mapya. Akili, mawazo, matendo, ufahamu, kila kitu cha kale kinapita kinakuwa mapya. Tuna waimbaji wengi ambao wameokoka lakini hawajui jinsi ya kuishi baada ya wokovu. Tuna wainjilisti wengi ambao wameokoka lakini hawajui jinsi ya kuishi baada ya wokovu. Hawakupitia madarasa ya ukuaji, hawakupitia namna ya kufundishwa jinsi ya kuishi. Ndipo tunakuwa na waimbaji ambao wana tabia zao chini chini. Unajiuliza, mtu huyu mbona hafanani wokovu na ni mwimbaji? Mtu huyu mbona hafanani wokovu na ni mwinjilisti? Mtu huyu, kwa sababu hakupata darasa, hakupewa msingi. Yaani nyumba hii ilipandishwa kwa matofali, msingi ulilukwa. Ukiluka hatua hii ya msingi unajenga nyumba ambayo hata ikifanya na upepo inaanguka. Unanisikia? Nikwambie kitu leo. Kuna aina ya Mungu hatutamuona mpaka tumeanza kuishi maisha fulani. Wewe umeokoka, si ndio? Kuna aina ya Mungu hautomuona hakika yako mpaka umeanza. Utakaa kwenye wokovu miaka 10, 20, 30, 40, ila kuna aina ya Mungu hautomuona mpaka umeanza kuishi maisha fulani. Na maisha haya msingi wake ndio hivi ninavyokufundisha. Kutembea na Mungu kuna gharama, watu wa Mungu. Kutembea na Mungu unahitaji kujitoa kwa hali ya juu. Ni zaidi ya maamuzi yako. Kunahitaji kujitoa, kunahitaji nidhamu ya kiroho, kunahitaji utii kwenye kutembea na Mungu. Haleluya.
So ninakufundisha kitu kimoja tu ambacho kitakusaidia kwa siku ya leo, na kitu hiki ni nini? Ili namna ama jinsi ya kutembea, namna ama jinsi ya kuishi baada ya kuokoka. Hakikisha unajazwa na Roho Mtakatifu. Kuna tofauti kubwa kati ya kumpokea Roho Mtakatifu na kujazwa Roho Mtakatifu. Unapookoka, wote tunapookoka tunampokea Roho Mtakatifu. Yaani siku ya kwanza ambapo ulisema nakubali kumkiri Yesu Kristo, umekuwa tayari umempokea Roho Mtakatifu. Lakini kujazwa ni kitendo cha kila siku, lakini pia kujazwa ni kitendo kinachotafutwa. Yaani kumpokea ni siku ya kwanza unapiga magoti unampokea, lakini kujaa ni kutafuta, unatafuta kujazwa kila siku. Ukisoma kitabu cha Waefeso sura ya 5 mstari wa 18 inasema, wala msilewe kwa mvinyo ambao mna ufisadi, bali mjazwe Roho. Kumbe kuna kujazwa Roho. Haleluya! Mtu akijazwa Roho Mtakatifu, hata tabia zake zinabadilika. Yamkini umeokoka miaka mingi na tabia zako ni zile zile, ni kwa sababu haujajazwa. Unaye Roho Mtakatifu, umempokea, lakini Roho huyo ajai, amezimishwa. Yaani kuna watu ambao wamemzimisha Roho Mtakatifu, hawana utaratibu wa kumjaza Roho Mtakatifu, hawana utaratibu wa kumwamsha Roho Mtakatifu. Haleluya, haleluya. Sasa nikufundishe kwa haraka hapa, unafanyaje ili ujazwe na Roho Mtakatifu? Kitu cha kwanza, hakikisha unajiepusha na uovu. Roho Mtakatifu ni mtakatifu, hivyo hajai sehemu kwenye uovu. Hakikisha unajiepusha na uovu. Halo, tunaposema hakikisha unajiepusha na uovu, hatusemi kwamba hakuna uovu. Uovu upo, lakini unajiepusha nao. Ayubu hakushinda uovu kwa sababu haukuwepo, aliushinda uovu kwa kujiepusha. Ukisoma kitabu cha Ayubu sura ya 1 mstari wa 1 anasema, palikuwa na mtu mmoja katika nchi ya Usi, jina lake Ayubu. Mtu huyu alikuwa mkamilifu na mnyofu, mmoja aliyemcha Mungu na kujiepusha na uovu. So japokuwa katika nchi ya Usi kulikuwa na uovu mwingi, Ayubu alikuwa mtakatifu kwa kujiepusha na uovu. So inawezekana ulipo ni sehemu penye uovu mwingi, lakini unapaswa kujiepusha nao. Ulipo ni sehemu kwenye uzinzi mwingi, ni sehemu kwenye uongo mwingi, ni sehemu kwenye tabia nyingi chafu, lakini unapaswa kujiepusha nazo. Halo, leo uovu upo kila mahali, hata kwenye matangazo, mitandao ya kijamii. Si mnaona, unakuta mtu anauza duka la nguo, anauza hizi nguo za ndani. Haitoshi kuziweka tu hivi, anavua yeye mwenyewe nguo anazivaa. Si mnaona, anavua yeye mwenyewe nguo anazivaa zile nguo za ndani, alafu anawatangazia sasa, jamani, nguo hizi ni bei fulani, na yupo kavaa zile nguo za ndani tu, na tupo tunazunguka kwenye Instagram tunawaona, na anazunguka kabisa, anakuzungushia kabisa, anakwambia haya, umeona hivi ndio ninavyokuwa nyuma, hivi ndio ninavyokuwa mbele, hivi ndio ninavyokuwa huku, anakava. So uovu haukwepeki, uovu upo, lakini inapaswa ujiepushe nao. Haleluya. Ukijiepusha na uovu, Roho lazima ajae ndani yako, maana Roho anapenda sehemu safi, yeye ni mtakatifu. Kitu cha pili, hakikisha unaomba. Hakikisha maombi yanakuwa rafiki yako. Haleluya. Usiwahi kutosheka dakika chache. Jenga maisha ya kuomba kwa muda mrefu. Haleluya. Omba nusu saa, lisali moja, masaa mawili. Wajua jinsi unavyojazwa Roho Mtakatifu ndivyo kiwango cha maombi kinavyokuwa. So ukiona
unaomba dakika 15 na una miaka 5 ya wokovu, ni tafsiri ya kwamba umempokea Roho lakini haujazwi Roho. Jinsi unajazwa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anakuhamisha viwango, anakuhamisha viwango vya maombi, anakuweka lisali moja, anaona hapa umemaliza, anakupeleka masaa 2, anaona hapa umemaliza, anakupeleka masaa 3, anaona hapa umemaliza. Inafikia hatua anakuchukua siku nzima, anakuambia Jumamosi ya leo, kwa kuwa upo nyumbani, hakuna kula wala kunywa, kaa ndani kwenye chumba chako, jifungie. Unajifungia ndani, hauli wala kunywa, unamuita yeye, anashuka, anasema na wewe, anazungumza na wewe, na akitoka hapo maisha yako yanakuwa maisha mengine yaliyobadilika complete. Lakini mpaka uwe na tabia ya maombi. Thesalonike wa kwanza 5:17 anasema ombeni bila kukoma. Jinsi unavyojazwa Roho ndivyo jinsi kiwango cha maombi kinavyoongezeka. Unaelewa? Unaweza ukaona wokovu ni mgumu kwa sababu gani? Unaweza ukaona wokovu mgumu kwa sababu umeingia kwenye wokovu na picha yako kwamba wokovu ni rahisi. Ukija kwenye wokovu kuna hatua. Ndio hizi nakwambia hapa, lazima uwe mtu wa maombi. Sasa wewe ndugu yangu, unataka mchungaji wako ndio ajazwe na Roho Mtakatifu. Tumekuwa Wakristo wa aina hii, wachungaji wetu ndio waombe, wajifungie, wajazwe na Roho, wakija kwetu tu atuwekee mikono basi. Utafikiri mchungaji huyo upo naye mtaani, utafikiri mchungaji huyo uko naye huko unapoishi. Ndio maana tukifika kwenye mazingira tunayoishi wanatuonea. Hata mchawi anayejifunza leo yuko field anakuonea. Kwa sababu gani? Umejiwekea mfumo ya kwamba wengine ndio wajazwe, watusaidie, ila mimi siwezi kujazwa. Wewe unaomba dakika 5, dakika 10, 15, 20, miaka 10 ya wokovu, miaka 7 ya wokovu. Alafu kuna mganga mpya, mchawi mmoja mpya anakaa masaa 5 kilingeni, anafukiza ubani na uvumba. Kuna mchungaji mmoja hivi nimemsikiliza leo, anasema kuna watu wanakaa masaa 3 wanaabudu mizimu yao, alafu wewe ukija kuomba unasema tu najichovya kwenye damu ya Yesu natoka. Alafu ukifika mtaani unataka ushindane nao, utapigwa, utakaangwa kama kitimoto. Ndio hapo kuna wokovu mgumu. Wewe nisingeokoka. Kwa nini? Kuna misingi haukufundishwa ni namna ya kuishi baada ya wokovu. Haleluya, haleluya. Cha 3 na cha mwisho, hakikisha unafunga. Kufunga ni njia ya kuua mwili na kuiwisha roho, na Roho Mtakatifu ni roho, hivyo anadili na roho na sio mwili. Utakapouisha mwili, manake tabia za mwili zinakufa. Unapokuwa mtu wa kufunga, unaziua tabia za mwili zote, dhambi zote unaziua, unaiwisha roho peke yake. Na roho, kwa kuwa ni roho, anakaa katika roho, anaanza kutembea na wewe, anaanza kukutrain, anaanza kukupitisha, anaanza kukufundisha. Tunasikiliza. Galatia 5:16 anasemaje? Basi nasema enendeni kwa roho, wala hamtazitimiza tamaa za mwili kamwe. Hii ni tafsiri ya kwamba ukiwa mtu wa kufunga, utakapoiwisha roho yako, tamaa za mwili haziwezi kuja kwako. Unapofunga unaua tamaa za mwili, unaua mambo ambayo hayampi Mungu tukufu, unajenga usikivu wa sauti ya Mungu, unakuwa tayari zaidi kujazwa na Roho Mtakatifu. So nimekufundisha kitu kimoja tu, hakikisha unajazwa na Roho Mtakatifu, na nimekupa njia 3 za wewe kujazwa na Roho Mtakatifu. Hakikisha unajiepusha na uovu, hakikisha unakuwa mtu wa maombi, hakikisha unafunga. Ukiweza hapo, hakika yake unakuwa kiumbe kipya, unakuwa mtu mwingine ambaye watu wakikutazama wanasema hakika wokovu uko ndani ya mtu huyu. Haleluya. God bless you. Barikiwa sana. Amen.